Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Jeshi la Israel IDF limetoa onyo kwa wapiganaji wa Kihouthi wa Yemen bila kuifanyia shambulizi lolote wakati huu baada ya Yemen kufyatua makombora mara 3 kwa siku, ambapo onyo hilo lilitumwa siku ya Jumatano kufuatia onyo kama hilo dhidi ya Wahouthi siku ya Jumapili, ambapo IDF pia haikufanya shambulizi. IDF siku ya Jumatano imetoa onyo la kuhama kwa raia katika bandari la Yemen zinazodhibitiwa na Wahouthi kwa mara nyingine tena, kwa mara ya pili katika siku za hivi karibuni bila kufanya mashambulizi. Onyo hilo ambalo limetolewa siku ya Jumatano kufuatia onyo sawia dhidi ya Wahouthi lililotolewa Jumapili, wakisisitiza kwa nini IDF ingetishia kushambulia Wahouthi kwenye nyakati mbili tofauti siku tofauti katika wiki hiyo hiyo bila kufuata tishio hilo. Jeshi la ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu lilikataa kutoa maoni. Waziri wa Ulinzi Israel Katz hakuwa amejibu kwa muda wa katika vyombo vya habari. Uwezekano mmoja unaweza kuwa kuokoa pesa kwa kunyoosha misuli ya Israel na kusababisha usumbufu kwenye bandari hizo bila kutumia pesa nyingi zinazohitajika, kuruka ndege kilomita 1800 ama 2000 na kuangusha mabomu kadhaa ya gharama kubwa. Israel wakati huu ambayo imeshambuliwa karibia mara 3 ndani ya masaa 24 imetoa tahadhari kwa Wahouthi wakati huu ikisema ole wao na watakutana na moto mkali. Hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi, ambapo imedai kwamba katika nyakati ambazo inapaswa raia waondoke katika baadhi ya maeneo ambayo watashambulia, Wahouthi wenyewe wapo kimya wala hawana namna isipokuwa tu wanasema wapo katika kuwatetea watu wa ukanda wa Gaza. Uwezekano mwingine ungekuwepo kuepusha picha za vita wakati Rais wa Marekani Donald Trump akiruka katika eneo hilo, ingawa sababu hiyo inaonekana kukanushwa na ukweli kwamba Wahouthi wameongeza kasi ya moto wa juu kwa Israel. Bandari zinazojumuishwa wakati huu na IDF kwenye onyo hilo ambapo limetolewa ni Ras Isa Port, Hudaida Port na Al Salif Port. Taarifa imeeleza kutoka Wizara ya Ulinzi kwamba tunawaomba muondoke katika bandari hizi, tunawaomba muondoke katika maeneo haya, taarifa nyingine ilisema, na hii pia imeelezwa na msemaji wa IDF kwa lugha ya Kiarabu. Kutokana na utawala wa Wahouthi kutumia bandari kwa shughuli zote za kigaidi kama ilivyoelezwa na IDF, taarifa imesema imewaomba waliopo kwenye bandari hizo kuhama na kukaa mbali kwa usalama wao hadi ilani nyingine itakapotolewa. Mapema siku ya Jumatano, IDF ilikiri kurushwa kwa makombora na Wahouthi na kusababisha ving'ora katika eneo la Yerusalem kusini mwa ukingo wa Magharibi na eneo la Bahari ya Chumvi. Haya yote yamesababisha IDF kupata hasira na wakati huu ikitoa onyo kwa kundi hilo la IDF. Wanajeshi wa IDF walisema vidhibiti vya mishale vilirushwa na KNA ikaripoti kuwa makombora ya kivita ya Marekani ya THAAD pia yalirushwa ili kulinasa kombora hilo, licha ya kwamba kombora lingine lilienda kuanguka karibu kabisa na uwanja wa ndege wa Ben Gurion, licha ya kwamba halikuweza kuleta madhara makubwa. Hakuna majeruhi walioripotiwa katika tukio hilo isipokuwa mwanamke ambaye alijeruhiwa alipokuwa akielekea kwenye makazi ya karibu, kulingana na Magen David Adom. Ving'ora vya mwisho vilipigwa katika mji mkuu wa Israel vilitokea saa 7 mchana mapema kutokana na kurushwa kwa kombora kutoka Yemen ambalo kwa mujibu wa IDF wanasema lilinaswa, lakini kwa mujibu wa Wahouthi kupitia msemaji wake Yahya Saree amesema kwamba kombora hilo halikunaswa na limeleta madhara makubwa, licha kwamba vyombo vya habari vya Israel vimekataa kutoa taarifa za uhalisia wa mambo ya namna mambo yanavyoenda, hasa baada ya kufanywa mashambulizi. Mtazamaji, hadi wakati huu Israel tangu kuanza kwa vita hivyo inaripoti ni vifo vya watu 1200 tu vilivyotokea katika mapigano kati yao na Hamas, na hakuna vifo vingine ambavyo vimetangazwa. Hivyo taarifa za vifo ama majeruhi vya Israel huwa havitolewi na huwa serikali imekataza vyombo vya habari kueleza uhalisia wa mambo jinsi yalivyo. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.